Mmoja kati ya wasanii ambao waliwahi kukihudumia kiwanda cha muziki kwa vizuri kabisa, of course hautaacha kumtaja Mo Music. Sasa kumekuwa na video ambayo ilikuwa inatapakaa kwenye mitandao ya kijamii ikimuonyesha Mo Music akiwa anafanya promotion ya show ambayo alikuwa anaifanya huko mkoani. Na show hii ambayo alikuwa anaifanya ni zile show za chaka tu chaka, na of course watu wengi wamekuwa kujaribu kuizungumzia tofauti hii video ambayo ilikuwa ikimuonyesha Mo Music akiwa anafanya promotion ya show yake ambayo alikuwa anaifanya huko ni hizi show za chaka tu chaka. Sasa show za chaka tu chaka ziko hivi, ni kwamba ni msanii yupo kwenye gari, na mara nyingi huwa anakaa juu ya gari na vitu kama hivyo, ama umekuta amesimama, alafu kuna yule mtu ambaye ana host ambaye ana IPM hiyo show, wanazunguka mtaani, alafu wanajaribu kutangaza hiyo show kwamba inafanyika muda fulani mpaka saa fulani, na of course msanii ambaye ataperform kwenye hiyo show ni msanii fulani ambaye yupo kwenye hilo tangazo ambalo wanakuwa wanalitangaza. Na of course watu wengi baadhi ya mashabiki huwa wanahisi kwamba msanii ambapo anapofanya show hizi za chaka tu chaka, maana yake ni kwamba ameishiwa creativity, wanafikiri kwamba ni msanii huyo ameishiwa fedha na vitu kama hivyo. Lakini mimi ninachoona ni kwamba paka inafikia hatua msanii anafanya shows hizi za chaka tu chaka, mimi nafikiri ni kama shows nyingine tu ambazo anazifanya kwenye maisha yake ya kimuziki ya kila siku, kwa sababu ndio kazi yake, yeye ndio ni msanii. Na of course pia tumewahi kuona moja kati ya wasanii pia ambao wameshawahi kufanya hizi shows za chaka tu chaka na watu wakaongea maneno mengi sana, ni Neo Mitego. Neo Mitego ni moja kati ya wasanii ambao of course walikuwa wanafanya hizi shows za chaka tu chaka mikoani of course mara nyingi sana. Lakini pia tumeona namzungumzia Rich Mavoko, ni moja kati ya wasanii pia ambao walikuwa wanafanya hizi shows za chaka tu chaka, na watu wengi walikuwa wanazungumzia tofauti kutokana na jinsi walivyokuwa perform hizo shows, umeelewa? Sasa kuna mawazo ambayo yamekuja kitofauti this time around. Of course Mo Music tumeona video ambayo alikuwa amejaribu kuhojiwa ni mara baada ya hii video yake ambayo ilikuwa imetrend kwenye mitandao ya kijamii ikimuonyesha anafanya PA kwenye hiyo show yake. Watu wengi wajaribu kumsema wabongo, I don't know why this, lakini sijui ni kwa sababu gani. Mimi nafikiri ifikia hatua bana, mashabiki wa muziki wa Bongo Flava ambao tunasupport wasanii, ifike hatua tunapoona jitihada za wasanii wetu wajaribu kupush muziki wa Bongo Flava uende kufika mbali zaidi, kwa sababu ni katika harakati za kutetea ugali wake ambao kila siku. Mimi nafikiri badala ya kuwasema vibaya, tuchukue nafasi hiyo kuwapongeza kwa kitu ambacho wamekifanya, na kuwasifia na kuwa encourage pia kuwasupport kwa kile kitu ambacho wamekifanya. Sasa this time around Mo Music amesikika akisema kwamba kwa muda huu anatamani kuacha muziki. Of course tuseme kwamba anatamani, lakini anasema kwamba kwa muda huu ni kwamba ana stop kufanya shughuli za muziki, na amekuja kujibu hili swala ni mara baada ya kuona watu wengi wakimpa comments ambazo si nzuri, of course za kumsema vibaya, za kumkatisha tamaa. Sasa hiki sio kitu kizuri kwa baadhi ya mashabiki ambacho tunakifanya kwenda kwa wasanii wetu. Mimi nafikiri hii ni kazi kama kazi nyingine, mpaka mtu anafunga safari kwenda mkoani kufanya shows, this means hali haiko vizuri, umeelewa? Kwa ni ajaribu kupost ili mradi familia yake ili iishi vizuri. Mimi niseme tu kwa hii tu ambayo ameichukua Mo Music sio kitu kizuri, kwa sababu nafikiri amepata interest za mashabiki jinsi walivyokuwa wanataka react, na of course sio kitu kizuri. Kama ningepata bahati ya kukutana naye, mimi ningemshauri aendelee kuwa na consistency na kile kitu ambacho alikuwa anakifanya. Sasa wewe una mtazamo gani kwa hichi kitu ambacho amekionyesha Mo Music? Of course video yake nitakuwekea hapo mwishoni uweze kuiona namna gani alipokuwa anafanya PA ya hiyo show yake ambayo alikuwa anaifanya mkoani huko, ambayo ilikuwa ni chaka tu chaka. Niambie mtazamo wako hapo chini kwenye comment, alafu mimi nitakuja kusoma baadaye. Endelea kufuatilia Nje ya Box TV.